Tumeendelea kuwa na mambo mengi ambao tumekuwa tukinenewa mwezi huu, na tulianza mwezi Jumapili ambao ilipita, na Pastor Jackie akaweza kutupeleka hatua kadhaa katika the journey or the path of the unspeakable joy. Na asubuhi ya leo ninataka kuongea tu kidogo tu kuhusu haya mambo. Ni kwa sababu tunapoongea juu ya furaha ambayo haiwezi kutamkika ama kusemeka, ni mambo mengi sana ambayo tunaweza kuyasema. Na ninapoanza niseme ya kwamba katika haya maisha nimekuwa na nafasi na kipindi, majira ambayo ninajaribu kutafuta furaha lakini siipati. Unaweza kuwa uko na pesa, uko na chakula, uko na kila kitu, lakini ndani yako kuna upweke ambao hauwezi ukaeleweka. Na nimekuwa na majira kama haya miaka ambayo kadhaa imepita, ya kwamba hata ukiwa katika umati kama huu unaona watu wanacheka na unashindwa ni nini inawachekesha, kwa sababu ndani yako kuna huzuni na kuna upweke na kuna mambo ambayo kuna yule mtu ambaye anaweza kuyaelewa, na kuna yule mtu anaweza kukutoa katika ile hali ya huzuni, isipokuwa ni Mungu yeye mwenyewe. Lakini nashukuru Mungu ni kwa sababu haya majira huwa yanakuja na yanapita. Na unajua wakati uko na huzuni na wakati hauna furaha, hata uso wako huwa unaesema ya kwamba hauna furaha, kuna huzuni, kuna kitu ambacho kinakusumbua. Lakini nashukuru Mungu ni kwa sababu majira kama haya huwa yanakuja na yanafika mwisho. Ni kwa sababu Mungu ni Mungu wa majira yote. Anatupatia wakati wa huzuni na wakati wa furaha. Lakini mapenzi ya Mungu ni kama jinsi tulivyokuwa tunaambiwa katika ibada ya kwanza na mchungaji Lizi, ya kwamba tufurahi katika Bwana, na kila wakati Paulo alikuwa anasema, anaambia watu wafurahi katika Bwana. Na kwa hivyo ninapoongea juu ya furaha ambayo haiwezi kutamkika ama kueleweka, ninajua ya kwamba tutakuwa na nafasi za kukumbuka wakati hatukuwa na hiyo furaha, lakini siku ya leo tunaweza changamka na tukafurahi katika Bwana. Kuna mahali Bwana amekutoa, kuna kitu ambacho Bwana ametenda, kuna kitu ambacho unakumbuka asubuhi ya leo, na unasema naweza inua mkono wangu na nisema ni Bwana amenitendea. Naweza inua mikono yangu na nisema ni Bwana alinikumbuka. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Naye mchungaji Wole siku ya Jumatano akatukumbusha, wakati tunafuraha, wakati wa kusherehekea na wakati wa furaha, inakuanga most of the times ama mara nyingi kuna wakati wa kuhuzunika, wakati wa kulia, wakati wa kujiuliza maswali. Na baada ya kipindi kama hicho unapata wewe ndiye uliyekuwa na huzuni, na sasa umefika wakati wa kusherehekea. Ni kwa sababu huzuni ama kilio kinaweza kukaa usiku kucha, na furaha huwa inakuja asubuhi. Ngemi zinakuja asubuhi. Ngemi zinakuja asubuhi. Tunaweza piga ngemi katika nyumba ya Bwana, maana ni mwezi wa kusherehekea katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Ninataka nianze na tujikumbushe, ama title ya message yangu ama ujumbe wangu, mada yangu naweza kusema ya kwamba kwa kizungu ni what brings unspeakable joy. Ni nini huwa inaleta hiyo furaha ambayo haiwezi kutamkika, haiwezi kuelezeka, haiwezi kutarereryo, hiyo yote uweke tu hapo hivyo. Gikeno utagihota kwarireria kana gutaura kiugete atia. That joy that you cannot even be able to explain why you are rejoicing, lakini kuna furaha ndani ya moyo wako. Nilikuwa ninakumbuka
one of the points. Leo nitajaribu nihubiri kwa points. Na Mungu atanisaidia. Hallelujah. One point I can say, number one. What brings unspeakable joy? Ama kile ambacho huwa kinaleta furaha ambayo haiwezi ikaelezeka ni wakati Mungu amejibu yale ambayo hayawezekani. Sijui kama ushawahi kuwa katika hali ambao unaona hii ni kama haiwezekani. Na unajua wakati kuna mambo ambayo yanakaa hayawezekani, naye shetani ndio wakati huo anakupatia maujumbe mingi kwa masikio yako, kwa mawazo yako. Hata zile vitabu utapatana nazo wakati huo, hata wale marafiki utapatana nao wakati huo, watakuwa wakikwambia ya kwamba yote hayawezekani. Na wakati Mungu anajibu jambo ambalo haliwezekani, huwa tunajaa na furaha ambayo haina kifani. Ni furaha ambayo hatuwezi tukaeleza. Kama tukisoma kwenye Biblia, kwenye kitabu cha Mwanzo 18. Mwanzo 18 mstari wa 10 mpaka wa 15. Mwanzo ni Genesis. Media utanisaidia siku beba Biblia yangu hapa. Genesis Mwanzo 18 kuanzia mstari wa 10 mpaka 15. Aha. Asante, umetuwekea kwa lugha ambayo tunainena. Mwanzo 18 kuanzia mstari wa 10. Akamwambia, hakika nitakurudia wakati huu mwakani. Na tazama, Sara mkeo atapata mwana wa kiume. Sara akasikia mlangoni pa hema iliyokuwapo nyuma yake. Basi Abrahamu na Sara walikuwa wazee wenye umri mkubwa, na Sara akiwa amekoma katika desturi ya wanawake. Kwa hiyo Sara akacheka moyoni mwake akisema, niwapo mkongwe nitapata furaha na bwana wangu mzee. Media tafadhali wacha ikome hapo. Nimesema ya kwamba huwa tunapata hii furaha wakati Mungu amejibu ama amefanya jambo ambalo lisilowezekana. Najua sisi wote tunajua hadithi ya Sara, jinsi alivyokuwa tasa kwa miaka mingi. Na sasa wakati malaika wa Mungu ameenda na wamemkaribisha kwao, na wamekula na wamekunywa, huyo malaika anasema ya kwamba nitawatembelea, na wakati kama huu Sara atapata mtoto. Unajua Sara alisikia from behind kwa sababu alikuwa karibu na hema. Na wakati Sara alisikia haya, unajua ulikuwa ni utabiri kuhusu huyu Sara yeye mwenyewe. Ingekuwa ni mimi labda, sijui labda, nasema labda, ningefurahia ule ujumbe ya kwamba kuna nabii amenitolea unabii na akasema ya kwamba umekuwa tasa kwa muda mrefu, na wakati kama huu utapata mtoto. Lakini Sara yeye mwenyewe anayehitaji mtoto, anayejua uchungu wa kutokuwa na mtoto, yeye mwenyewe ndiye alicheka, akajichekelea. Do you know, kuna wakati shetani huwa anatusukuma mpaka sisi wenyewe, kila kicheko anatucheka, sisi wenyewe tunaanza kujicheka. Lakini nasema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, hicho kicheko hatutakichukua, hatutajichekelea. Tutachukua neno la Mungu jinsi litasema, na tutaliamini kwa sababu neno la Mungu litakapotimia katika maisha yetu, kutakuwa na furaha na kicheko katika jina la Yesu Kristo. Unajua nilipata huo ufunuo jana jioni, kasema
Sara yeye mwenyewe anajichekelea. Ati haya, ni katika umri wangu naweza pata mtoto, at my age can I conceive? You know, not believing the word of God. Shetani huwa anatuchekelea na anatufanya mpaka sisi wenyewe tujichekelee. Anasema hii haiwezekani, na kabisa hata yeye mwenyewe unaanza kuona haiwezekani. Hata kama ni Mungu amesema, kweli negaiwoiga, lakini hii vile ninaiona haiwezekani, lakini wacha tu nigoje nione itimie. Wapendwa, ninawasihi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kama kuna furaha itakuja, hebu tuamini neno la Mungu jinsi limetajwa, maana hili neno litakuja kutimia. Maana neno la Mungu ni la ukweli, na Mungu hufuata neno lake ili aweze kulitimiza, maana neno lake ni la ukweli. Sara mwenyewe anajichekelea, lakini nashukuru Mungu, kuna kitu bado nilikuwa ninajifunza. Wakati niliona Sara alijichekelea, nikaona ya kwamba wakati Mungu anataka, amekusudia kufanya uwe na kicheko, kufanya uwe na furaha, hata wewe mwenyewe ukikataa hiyo furaha, lazima atakuhakikishia umeipata. Lazima atakusukumia hiyo furaha uweze kuipata. Maana kwa sababu Mungu angesikia vile Sara amecheka, you know that irony, that sarcasm Sara alikuwa nayo, angesema hata hataki hii baraka. And brethren, ninataka tujikumbushe mara nyingi wakati hata Mungu alituahidia kitu, but tulisema akitaka, Mungu akipenda atatenda, asipotenda ni sawa. Mungu ni wa rehema nyingi, ni kwa sababu huwa anatimiza neno lake, maana yeye ni wa ukweli. Yeye ni Mungu na ndani yake kumejaa ukweli, na lazima atimize kile ambacho amesema. Katika Mwanzo 21 tunapata sasa Sarai amepata mtoto. Nimesema Mwanzo 21 mstari ni wa kwanza mpaka ni wa 3. Najua hatutasoma sana, ni kwa sababu ya muda, na ningependa labda ninenene kidogo kabla masaa yangu yaishe. Genesis chapter 21 verse 1 to 3. Bwana akamjia Sara alivyonena, na Bwana akamfanyia kama alivyosema. Sara akapata mimba, akamzalia Abrahamu mwana wa kiume katika uzee wake, kwa muhula alioambiwa na Mungu. Abrahamu akamwita jina lake Isaka, yule mwana aliyezaliwa, ambaye Sara alimzalia. Abrahamu akamtahiri Isaka mwanawe alipokuwa mwenye siku 8, kama Mungu alivyomwamuru. Naye Abrahamu alikuwa mtu wa miaka 100 alipozaliwa mwana wake Isaka. Sara akasema, Mungu amenifanyia kicheko, kila asikiaye atacheka pamoja nami. Haleluya. Akasema, ni nani angemwambia Abrahamu Sara atanyonyesha wana? Maana nimemzalia mwana katika uzee wake. Mstari wa 6, hebu turudishie hapo. Sara akasema, Mungu amenifanyia kicheko, kila asikiaye atacheka pamoja nami. Haleluya. Huyu ndiye tu Sarai, ukumbuke mwenye alikuwa anasema katika umri wangu nitapata. Lakini sasa Mungu ametimiza ahadi yake. Hata kama Sara maybe alikuwa anashaka, anatashwishi kama itawezekana, lakini Mungu akatimiza neno lake, na Sara akapata mtoto. Na neno la Mungu linatuambia, akasema kwamba atakayesikia hiyo habari atacheka pamoja na yeye, na
basi akaita mtoto wake Isaka, ambayo inamaanisha ni kicheko. Jina la Bwana libarikiwe. Mchana wa leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunapoendelea kuamini neno lake na tunapoendelea kumtazama Mungu ambaye anaweza kutupatia kicheko, tutatoka mahali hapa na tunaenenda mwaka huu na mwezi huu katika kicheko cha Bwana. Watu watasikia ile kitu Bwana ametenda, ile miujiza ambayo Bwana ametutendea, hata kama inaonekana haiwezekani kwa macho ya binadamu. Sisi tutaendelea kuamini na tutapata kicheko chetu, na watakaosikia watakuja kucheka na kusherehekea pamoja nasi, wakisema Mungu wao amewakumbuka. Katika kitabu cha Zaburi, sikumbuki vizuri kama ni Zaburi 50, huwa inasema wakati Bwana anakuja kila mtu akijua ya kwamba amekuja. Gayago serera okagadoga makamanya ni yago serera. You know, you pray in secret. Unaomba katika siri, unafunga katika siri, unajidhihaki katika siri. Lakini wakati Mungu atakuja katika mawingu yake, na kila mtu atajua huyu ametembelewa na Mungu, huyu amekumbukwa na Mungu. Unajua dada yangu, ndugu yangu, sio lazima uniambie Mungu amekutembelea. Hata nikikuangalia hivi mchungaji, nitajua umetembelewa. Nikikuangalia hivi dada yangu, nitajua Mungu amekutembelea. Maana Mungu akija, anakuja na utukufu wake na kujaza kicheko katika maisha yako. Haleluya. Kicheko ama furaha inakuja wakati Mungu anatenda ambalo linaonekana kama haliwezekani. Sijui asubuhi ya leo tunaweza kuwa na changamoto gani, ambayo hata labda kuna sauti ya unabii. Maybe bishop alikunenea, mtumishi mwingine alikunenea, na kasema wakati kama huu jambo hili litakuja kutendeka katika maisha yako, lakini ni kama unaona haitatimia. Asubuhi ya leo niko mahali hapa nikwambie, neno la Mungu litakuja kutimia, na utaona utukufu wa Mungu, na ndani yako kutajaa kicheko mara nyingine katika jina la Yesu Kristo. Na je, tukiongea juu ya Hana aliyekuwa amedharauliwa na mkwewe, ni mkwewe ama ni Penina, alikuwa anamdharau kwa sababu alikuwa tasa. Lakini wakati Hana alipoendelea kumwomba Mungu, hata ni mtumishi wa Mungu Eli anamwambia ni kama umelewa. Ndivyo alikuwa anamwambia, akiwa pale ukisoma kwenye Biblia. Lakini Hana alikuwa anajua ya kwamba mimi hata mvinyo sijawahi fanya sijawahi onja. Lakini one of the days, vile mtumishi wa Mungu alimwambia, enenda na Mungu wako akujalie na sikie ombi lako. Wakati ulifika na ukatimia, na Hana akapata mimba na akapata mtoto, na karudi pale hekaluni kusema ya kwamba mimi hakika ndiye yule mama. 1 Samuel chapter 1 and verse 26. Mimi ndiye yule mama aliyekuwa hapa akiomba ni kwa sababu ya mtoto. Tazama nimekuja na mregesha kwake Mwenyezi Mungu. Mungu ana uwezo. Jambo lingine lilikuwa ninaona katika haya mambo, wakati Mungu anatenda lile ambalo haliwezekani, linaonekana ni ngumu kwa binadamu, Mungu huwa anajaza wimbo wa sifa katika vinywa vyetu. Wakati mwingine unapata ya kwamba hungeweza kuwa na sifa hazitoki ndani ya moyo wako, lakini wakati Mungu ametenda kitu, wakati Mungu amekukumbuka ya kwamba kila mtu anajua, kama si Mungu angepitia katika hii hali haingewezekana, unakuwa na wimbo katika kinywa chako. Ukisoma kwenye kitabu cha 1 Samuel na chapter 2, utaona ule wimbo ambao Hana alikuwa anawimba, wimbo wa kumtukuza
ya Mungu, maneno matamu, where you are the horn of salvation. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Ni wewe Mungu, ni wewe Mungu. Anampatia mambo matamu. Ni kwa sababu huyu Mungu ametenda lile ambalo haliwezekani. Amejaza furaha katika kinywa cha Hana. Hana ambaye alikuwa ni tasa, amepata mpaka wana wengi na anamshukuru Mungu. Hebu na iwe hivyo kwetu mchana wa leo, ya kwamba tutapata wana na tutapata vicheko na tutakuwa na wimbo mpya wa kumwimbia Mungu siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu atukuzwe. Haleluya. Mungu ni Mungu ambaye anatenda yale ambayo hayawezekani. Jambo lingine ambalo huwa linatufanya tuwe na hii furaha ni when we experience the deliverance of God. Wakati tunaona ukombozi wake Mwenyezi Mungu. Unajua kuna mambo katika huu ulimwengu ambao huwa yanakuja ni kama yanatunasa, na tunashindwa nani atatutoa kwenye hizi mitego ya mwovu shetani. Nimenena haya nikakumbuka miaka ya kitambo, miaka mingi sana ambayo imepita. Kuna dada yangu ambaye ananifuata. Alikuwa the first posting yake, she's a nurse. Akapostiwa kule Garissa. Na ikawa ni mimi nitampeleka, ni mimi nitamsindikisha ili anione mahali ameenda na jinsi huko kulivyo. Na kwa hivyo siku ya kwanza wakati tulikuwa tunaenda, wakati huo gari zilikuwa zina mabasi yalikuwa yanachukuliwa kule Isili, na tukachukua basi. Wakati tulifika mahali pale Mwingi, siku hizo watu walikuwa wanatoka kwa basi, sijui wakiingia kwa gari kunakuwa na escort na vitu kama hivyo. Sisi hatukujua basi yetu imebadilishwa, na kwa hivyo basi ikaenda na ikatuacha. Tukua mahali pale tukifikiria ile basi tulikuja nayo bado iko mahali pale, kwa sababu tunaiona, not knowing ya kwamba gari ilifanya nini, ili exchangewa, na tukabaki mahali hapa. Those days, wakati huo ni wakati huko area ya Garissa kulikuanga kubaya sana, kulikuanga na mashifta. Mkienda kutoka hapo mpaka Garissa lazima mngeenda na escort, maaskari wakiwa armed. So tukabaki hapo wakati uliambiwa gari yetu imeenda, na ni sasa ni baada ya kukaa kwa muda mrefu. Sasa tukashindwa tunafanya nini. Kwenye ile mahali hoteli tulikula, huyo mama akatuuliza story yetu, tukamwambia. Akatambia msijali, hapa kuna watu ambao wanakuja. Na wakati mwingine ukabila ni mbaya, lakini wakati mwingine ukabila huwa unafanya nini, unasaidia. Huyo mama akatuambia unaje sasa huko ni kwa Wasomali na kila kitu. Akatambia hapa alikuwa Mkikuyu. Hapa kuna Wakikuyu ambao huwa wanakuja, wanafanya kazi katika na hizi kujenga barabara. Nitawauliza na ninajua hawa wanaweza kuwabeba, kwa sababu hapa hamwezi pata gari. So tukagojea, tukakaa. Sasa hawa Wakikuyu wenzetu na ni wazee walikuja kitu kama saa 12 hivi. By the time wakule, wafanye mambo zao, wafanye nini, ilikuwa ni karibu saa 2 ya usiku. Haya, na tukaenda, wakaambiwa story yetu. Mmoja, I thank God, mmoja wao alikuwa mzee, mmoja alikuwa kijana mbarumbaru, na tulibebewa kwenye kilori cha mchanga. Tukakaa huko nyuma. Vile tuliingia huko nyuma, mmoja wao ni kama alituhurumia, akajitolea akasema sisi twende tukakae kule mbele, wao wabaki wakae kule nyuma. So baada ya kwenda muda mfupi tukabadilishana, sisi tukaenda mbele nao wakarudi nyuma, na tukafika vizuri. Na nasema Mungu, nashukuru Mungu ni kwa sababu ya huyo mzee ambaye alikuwa mahali pale. Wakati tulifika Garissa, kwa sababu hata hatuna mahali pa kwenda, hatujui ni wapi na ni usiku, huyo mzee akasema ya kwamba tutalala kwa nyumba yake
ili tusiwe na yeyote yule atakaye kuja kutusumbua. Na huyo mzee akasema atatafuta mahali pa kwenda kulala. Nafikiria ni kama alikuwa ameona nia ya huyu kijana mbarumbaru anaweza kuja kuleta kasheshe. Akatupikia mzee, akatupikia, tukakula na tukakunywa. Akatuambia huyo mzee, nimeenda mfunge na ndani, na hata yeyote yule atakaye kuja kuwasumbua kusema ufungue mlango, mimi sitakuja usiku, msifungue. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Kwa nini alikuwa anatuambia hivyo? Kwa sababu alikuwa anajua umbwa mwitu ni wengi ambao wanaweza kuja kutukula na kutumaliza. Na ni huwa ninakumbuka wakati huo, na nikamwambia Mungu, kwa sababu siku ya tuliona ukombozi wa Mungu live. Wacha vile mnasemanga ni kufikiria ama ni kuwaza. That was live and real deliverance from our God. Na asubuhi mzee akaja na akapika chai na akatuelekeza mahali tutaenda. In fact wao walitupeleka mpaka Garissa Hospital. Na siku hiyo tukaona ukombozi wake Mwenyezi Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Na vinywa vyetu vikajawa na furaha ya Bwana. Na I remember that day I made a vow to God. Mungu, usikuwa nilikuwa ninaambia Mungu ukituhifadhi, if you protect us, Mungu kusiwe na mtu ambaye atakuja kutudhulumu kimwili. Mungu, nitakuishia na sitawahi jichanganya. Na kwa sababu ya ukombozi wa Mungu akafanya hivyo, maana ahadi zake ni na amina. Nataka kusema nini? Wakati tumeona ukombozi wa Mungu, vinywa vyetu vinajawa na furaha na nderemo mbele zake Mwenyezi Mungu. Wana wa Israeli walipokuwa katika bahari ya Shamu, wakafika mahali pale, nyuma wanaona maadui na mbele wanaona ziwa ambalo limewatazama. Wakati muujiza ulitendeka, nini kilifanyika? Maji yakaenda upande huu na maji mengine yakaenda upande ule mwingine. Kikawa ni kama kuta ambazo zimewekwa. Wana wa Israeli wakapitia katika mahali ambapo hapakuwa na maji. Walipomaliza kuvuka, neno la Mungu linatuambia ya kwamba wakati magari ya Farao ilikuwa inawafuata, walipokuwa katikati ya ziwa, maji yakatoka pande zote na wakafunikiwa mahali pale. Wana wa Israeli waliona haya na waka witness vile Mungu amefanya. Ukisoma kwenye kitabu, I think it is Exodus 15, Miriam na Musa wakiimbia Mungu wimbo wa ushindi, wakimwambia, ewe Bwana, niwe umefanya hivi. The horse and the rider, ina farasi na mwenye anaiendesha, wote wameangamia kwenye ziwa la maji. Hallelujah, glory to God. Kuna deliverance tumepata, kuna mahali Mungu ametukomboa, kuna kifo Mungu ametutenganisha nacho. Vinywa vyetu lazima vijawe na furaha isiyo na kifani. Hallelujah, glory be to the name of a living God. Huyu Bwana anatenda mambo ya ajabu. Wimbo wa kusifu. Nimetaja haya, enda ujisomea ukifika nyumbani, uone yale maneno matamu ambayo Musa na Miriam, sana watu nasema ni Miriam aliimba, but unakuanga ni wimbo wa Miriam na Musa. Utaona vile waliimba wakiambia Mungu maneno matamu. Na hivyo ndivyo wapendwa itakuwa katika vinywa vyetu. Wakati Mungu anatutendea mambo, vinywa vyetu vitajawa na furaha. Hatutakuwa kila wakati tukisema, wewe Mungu, hata ulinisahau, hata hauna haja na maisha yangu. Lakini tutakuwa
tumekuwa tukiinua mikono, naambia Mungu nakushukuru, ni kwa sababu umekuwa mwema kwangu. Hata kama sina hii, umenibariki na kile kingine. Naweza kuwa sina hiki na sina kile kingine, lakini kuna kitu ambacho umenibariki nacho, na nitaliinua jina lako, maana nimeona ukombozi wako. Sijui ninaponena haya, kama kuna kitu unakumbuka Mungu amekutendea, Mungu amekukomboa. Naweza kuwa ni mtego, ajali barabarani. Naweza kuwa maybe wakati mmoja ulikuwa mgonjwa mahututi, Mungu akakukomboa. Naweza kuwa labda ulikuwa umepangiwa kikitu huko kazini, Mungu kwa njia yake akakukomboa. Maybe ungepoteza hiyo kazi, lakini kwa neema zake Mwenyezi Mungu, Mungu akakuondolea yale masaibu yote. The deliverance of God. The deliverance of God. Tutamwimbia Mungu wimbo mpya, ni kwa sababu ametenda mambo ya ajabu. Number 3, jambo lingine ambalo huwa linatufanya tuwe na furaha isiyo na kifani, when we are overshadowed by the presence of God. Wakati sijui kama nitumie jina kukumbwa ama tumewezwa. I think jina kuwezwa, kukumbwa, kuwezwa, hivyo. Either wakati nguvu za Mungu zinakuja katika maisha yako kwa njia hata wewe mwenyewe huwezi elewa. Nguvu za Mungu huwa ziko dhahiri, na Mungu huwa anajidhihirisha kila wakati. Hakuna ule wakati Mungu huwa hakosi kujidhihirisha. Unajua Mungu hajabadilika. Mimi na wewe ndio tumebadilika. Nguvu za Mungu vile zilikuwa kitambo, hata saa hizi bado ziko. Hata presence ya Mungu bado iko katikati yetu wakati huu tunaponena haya yote. Na ninajua mnahisi na tunahisi uwepo wa Mungu. Wakati mfalme Solomon, na haya mchungaji Jackie alitaja siku ya Jumapili, wakati alipomaliza kumjengea Mungu hekalu. Unajua wakati huo wana wa Israeli walikuwa na the Ark of the Covenant, ama sanduku la agano. Linabeba wakienda mahali wanaenda nalo, ambalo lilikuwa linawakilisha uwepo wa Mungu. Na ikawa ni tamanio ya Solomoni kumjengea Mungu. Na basi akajenga hekalu na ikakamilika. Na wakati ilikamilika, haya maneno ningependa tuyasome kwenye Second Chronicles Second Chronicles chapter 6. Second Chronicles ni Mambo ya Nyakati wa pili. Second Chronicles chapter 6. Mambo ya Nyakati mlango ni wa 6. Tuanzie mstari wa 40. Video mmepata? Aya, mwenye amepata anaweza kunisomea? Sikuwa nimebeba Biblia. Good, tumepata. Mambo ya Nyakati, Chronicles, Second Chronicles. Mlango ni wa 6 kuanzia 40. Mstari ni wa 40. 40. Verse 40. Tumefika hapo mstari wa 40, 40, verse 40, verse 40. Asanti. Na sasa, Mungu wangu,
macho yako yafumbuke na kusihi, masikio yako yakasikilize maombi yaombwayo mahali hapa. Sasa Bwana Mungu, uondoke uende kwenye raha yako, wewe na sanduku la nguvu zako. Makuhani wako Bwana Mungu wavikwe wokovu, watakatifu wako na washangilie mema. Bwana Mungu, usimpe kisogo masihi wako, uzikumbuke fadhili za Daudi mtumishi wako. Imeisha? 7 verse 1. Basi Suleimani alipomaliza maombi hayo, moto ukashuka kutoka mbinguni ukateketeza sadaka za kuteketezwa na dhabihu. Utukufu wa Bwana ukaijaza nyumba. Kwanza tushikilie hapo. Wakati Solomon alipomaliza, ukianzia kwenye huyo mlango wa 6, hiyo yote ni ombi lile Solomoni alikuwa ama Suleiman alikuwa anaomba. Na mpaka hiyo verse tumeanzia verse 40. Alikuwa anaambia Mungu, Mungu, oh God, come and dwell in this place. Kuja na sasa umiliki mahali pako. Unajua Solomoni akiambia Mungu baada ya kuomba yale yote aliomba, anamwambia nao sasa kuja umiliki, sasa kuja ukae katika hii nyumba ambayo tumekujengea. Ukianzia haya maombi, ukiyasoma yale yote ambao Suleimani alikuwa anaomba, utapata yalikuwa ni maombi ambayo yalikuwa na uzito. Maombi ambayo yanahusu yale yote binadamu anaweza kuwa akitamani na ile heshima ambayo tunatakiwa kumpatia Mungu. Na kwa hivyo Solomoni akiambia Mungu, nao sasa kuja ukae kwenye hii hekalu. Ilikuwa ni wakati watoto surrender ama kujipatiana kabisa na kuambia Mungu, hii hekalu hata kama ni sisi tumekujengea, hata kama ni sisi tumetoa mali yetu yote, sisi tusionekane, lakini wewe kuja na umiliki mahali ambapo ni pako. Haleluya. Mungu mwenyewe adwell kwenye ile hekalu. Nashukuru Mungu ni kwa sababu baada ya haya maombi, ndio huo mstari wa kwanza na wa pili na wa tatu ukisoma utaona ya kwamba na moto ukatoka juu mbinguni ukajaa mahali pale. Pakawa ni mahali ambapo pamejaa utukufu na nguvu za Mungu. Ya kwamba hata makuhani hawangeweza kuendelea na zile ratiba ambazo wangependa kuzifanya. Na walipoona hivi, watu walikuwa wanasema nini? His love endures forever. Mungu ni mwema, fadhili zake ni za milele. Mungu ni mwema, fadhili zake ni za milele. Haleluya. Hili ndilo ombi langu kwa kila mmoja wetu, ya kwamba nguvu za Mungu zitatushika tukimpatia mahali ambapo ni pake, ya kwamba sisi wenyewe hatutaonekana, lakini utukufu wa Mungu utashuka na utaonekana, na tutaweza kuinua mikono yetu kwa pamoja tuseme, Mungu ni mwema, fadhili zake ni za milele. Mungu ni mwema, fadhili zake ni za milele. Ni kwa sababu kweli tumeona fadhili zake ambazo ni za milele. Unajua wakati tunakuwa na furaha, unashindwa huyu anakuanga furaha yake huwa inatoka wapi? Sisemi hii kwa kujiringa, na nikisema hii nitanyenyekea sana mbele yake Mwenyezi Mungu. Naweza kuwa sina pesa, naweza kuwa sina mambo mengi, lakini bado utaona niko na furaha. Maana nilikuja kujua siri yangu, ya kwamba furaha ambayo ni ya ukweli haitapatikana ni kwa sababu
fadhili zako ni za milele. Na tunaposema hivi, kanisa, ninawaambia ufufio ambao tunautamani utakuja katika hekalu yake. Tuweze kuinua mikono kwa pamoja, tuseme Mungu ni mwema, fadhili zake ni za milele. Mungu ni mwema, fadhili zake ni za milele. Mungu ni mwema, fadhili zake ni za milele. Maana tumepatana na nguvu za msalaba. Paulo akasema, I want to know Christ and the power of his resurrection. Nataka kumjua Mungu na nguvu zake za ufufio. Hizo ndizo nguvu kanisa ninatamani tuzijue. Tujue huyu Mungu na nguvu zilizomfufua Yesu Kristo akatoka kutoka kwa wafu. Maana tukijua huyu Mungu na tujue hizi nguvu, hakuna kitu ambacho kitaonekana kikiwa kigumu kwetu. Mambo yote tutasema ya kwamba yanawezekana kwake Mwenyezi Mungu. Na Mungu ataweka wimbo wa kusifu na kushangilia katika jina la Yesu. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Bwana Yesu atukuzwe. Mungu anataka kuweka wimbo mpya katika vinywa vyetu. Mungu anataka kufanya jambo ambalo haliwezi kufanywa na binadamu. Mungu anataka kuturudishia furaha yake. Ya kwamba tunaposema huu mwezi wa 8 ni mwezi wa furaha iliyopindukia kabisa, haitakuwa ni kujifanya tujajifanya, lakini itakuwa kweli tumepatana na hii nguvu. Ni kwa sababu Mungu ako pamoja nasi. Mungu hapeani neno lake hivi bure. Huwa analifuata ili aweze kulitimiza. Hili neno halijakuja kwetu hivi bure kanisa, lakini limekuja likiwa na kusudi. Aliyekaa amehuzunika, aliyevaa nguo, that crown, that gown, that garment of heaviness, hiyo vazi la uzito, Mungu anataka kukuondolea siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Isaya 61 mstari wa 3, hilo vazi la uzito Mungu akuondolee, akupatie mafuta, to exchange your ashes for beauty. Akupake mafuta, akupatie furaha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ulifika mahali hapa ukiwa na moyo ambao ni mzito. Uko mahali ambapo panafaa. Kuna furaha inabubujika mahali hapa. Receive the joy of the Lord. Pokea furaha ya Bwana. Pokea furaha ya Bwana. Pokea furaha ya Bwana. Kuwa na shangwe na nderemo katika kinywa chako katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tunakushukuru, tunakuinua. Bwana, tunakupenda. Tunakiria kwamba wewe ndiye Bwana. Utukufu wote ni wako Mfalme. Bwana, heshima zote ni zako. Uinuliwe, utukuke milele na milele Mfalme. Wewe ndiye huwa unatenda yale ambayo hayawezekani na binadamu. Wewe ndiye huwa unatenda yale ambayo ni ngumu kwa binadamu. Wewe ndiye huwa unapeana ukombozi. Mfalme wa rehema, tupatie ukombozi wako siku ya leo. Ujaze vinywa vyetu na furaha na kicheko mara nyingine. Ni kwa sababu wewe ni Mungu mwema. Mfalme wa rehema, katika jina la Yesu, twatamani uwepo wako. Twatamani uwepo wako. Uandamane pamoja nasi katika jina la Yesu. Katika boma zetu, uwepo wako katika jina la Yesu. Katika hekaluni, uwepo wako Mfalme. Katika biashara zetu, uwepo wako Mfalme. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, twakushukuru na twakuinua. Bwana wa mabwana, uinuliwe, uhimidiwe. Ni kwa sababu wewe ni mwema. Tunakupenda na tunakuabudu. Ni kwa sababu wewe ni Bwana.